Samia Suluhu Hassan aliunda tume inayoongozwa na Jaji Chande kuongoza na kuchunguza matukio hayo. Yapi maoni yako kuhusiana na tume hili? Naomba nisitoe maoni yote kuhusiana na tume. Kwa nini? Kwanza ina baadhi ya watu ambao wengi ninawaheshimu sana wako kwenye ile tume, na tunajua saizi wako wanaandaa ripoti yao, na ile ni tume ya rais ameiunda ya kumpatia yeye ukweli kwa kitu alichokuwa kitafuta yeye. Mimi niko tayari kuzungumzia tume ya wananchi wanayoitaka. Kwa hiyo sidhani kama ni busara nikianza kuicriticize au kuikosoa ile tume kwa sababu sasa tunazungumza kuliponya taifa. Kwa hiyo kitu ambacho kama sikubaliana nacho na ninaona kwamba sio sahihi, huwa mimi nina tabia kwenye mazingira kama haya ni kuto kukizungumzia kabisa. Na tumeona watu mbalimbali wakitoa maoni, makundi mbalimbali wakitoa maoni, viongozi wa dini, viongozi wa kisiasa, wakieleza umma ya kwamba na wakiwasihi umma kuwa na imani na tume hii ya Jaji Chande. Wewe ni wakili na nafasi yako kama TLS. Hipi nafasi ya TLS sasa, ama msimamo wa TLS kwenye tume hii iliyoundwa? Nimesema siku zote tunapofanya mambo ya kisheria, sheria sio imani. Take your faith away from law. Law is about facts. Utazungumzaje imani when a monk judge an affair of the forest? Kwamba tunachotaka tukizungumza haki ina kanuni zake za kisheria. Kwa mfano kama ni mahakama au ni tume, basi natural justice izingatiwe. For instance, no man should be a judge on his cause. Odemba, kama unalalamikiwa, usiunde tume ya kukuchunguza Odemba, uache mekanizmu zingine zifanye ile kazi. Watu wanaofanya kazi ya maamuzi wasio watu ambao kwa namna moja au nyingine wana maslahi, they have interest or conflict of interest katika ile process inayofanyika. Kwa hiyo sheria sio imani. Sheria ni kitu ambacho kina misingi yake, kina kanuni. Kwa hiyo uwezo kuwaambia watu muwe na imani na mtu fulani. Unaangalia kriteria. Kriteria za kimataifa zipo. Unapotaka kutengeneza commission ya namna hii ikoje? Kamati ya namna hii ikoje? Au jambo la namna hii likoje? Kwa hiyo tunachosema kwenye sheria ni kwamba ni reliable au sio reliable. Kwa hiyo hatuwezi kuizungumzia sana, kama nilivyosema, sitaki kuzungumza sana kuhusu hiyo kamati, lakini ninachozungumza ni kwamba kuna masuala ya kisheria, sio masuala ya kiimani. Ni masuala ambayo yanahitaji, ni ya kisayansi, ambayo yana logic yake na utaratibu wake wa kuyathibitisha au kupima ubora. Umeeleza ya kwamba taifa linahitaji ukweli na lielezwe ukweli kwa yale yaliyotokea, na tume hili limeundwa kwa ajili ya kufanya kazi hiyo. Unataka kutuambia kwamba hauna imani na tume hili, Mwabukusi? Kama nilivyosema, swala la kisheria la kiuchunguzi sio swala la kiimani. Ni swala la kisheria ambalo ni kanuni. Hatuangalii jibu. Ndio maana tunapozungumzia rule against bias, we don't care about the results, we look at the process. Kwamba hii process inatupeleka kule, je, imezingatiwa kanuni za kimataifa zinazoongoza formation ya vitu kama hivi? Sasa wewe ukitazama hii process hiyo haitupeleki kwenye ukweli. Ndio maana nimesema kwamba how can you comment on something which you are not there? Kwa sababu mimi ungeniletea, labda ungenionyesha kwamba kitu cha namna hii kilicho conform, ningekufanyia comparative analysis kwamba labda Ulaya Mashariki wakati wakitoka kwenye ujamaa ule walifanya nini, commission zao zilifanyaje, au nikakuleta South Africa, au nikakuleta nchi zingine za Amerika ya Kusini wakati zikitoka zilikuwa zikifanyaje. Nitakufanyia hiyo comparative na nitakuonyesha kwamba namna gani